Hello wapendwa, nimekuja kwenu leo na mada nzuri nyingine nataka tuiongelee siku ya leo. Na ninapoleta mada kwenu, nataka nisikie maoni yenu. Gawa na watu wengine vipindi vyetu. Na mada yetu ya leo, tunaanza na swali. Kwa nini watu wengi hufikia kulaumu familia zao pale mambo yao yanapokuwa hayaendi vizuri? Iwe katika biashara ama katika maisha ya kawaida. Tunakuwa tunalaumu familia zetu. Bwana, unajua mimi hivi bwana, ukoo wetu bwana, unajua familia yetu. Lawama zinakuwa sana katika maisha yetu, iwe katika biashara ama maisha ya kila siku. Lakini ninavyojua ni kwamba pale unapoelewa unachokifanya na kuweka bidii, iwe katika biashara hata katika maisha ya kawaida, mtu ufikie kwenye lengo fulani. Lakini kwa sasa hivi watu wengi wanakuwa wamejaa kiburi. Watu wanakuwa wapokei mashauri. Unajikuta mtu anapokuwa anafanya jambo lake, anajifanya yeye anaelewa kila kitu, ameyamaliza, yani hataki kabisa kusikia watu wengine. Wengine wanakuwa hata anaweza kawa na mke ama mme ambao ana mashauri mabaya ambayo anaweza kaelekea yeye asiweze kuendelea. Wanakuwa wana marafiki ambao ni wanafiki na sio watu ambao wanaweza kumshauria mashauri yale ya kuweza kumuendeleza. Wengine wanasema wanalaana, bwana mimi na laana ya familia, wengine laana za ukoo bwana, ndio maana sisi watu tufanikishi katika maisha yetu, iwe kwenye biashara ama maisha ya kawaida. Na wanashindwa kuelewa kwamba pale unapoweka bidii na kuelewa kile unachokifanya, inaweza kuwa njia moja wewe kuweza kufika kwenye mafanikio. Hivi nauliza ndugu zangu, kweli familia zetu inaweza kuwa kikwazo ama chanzo ya mtu kutokufanikisha katika maisha yake? Ama ni mtu mwenyewe tu? Maana wengi wanalaumu. Na lawama huwa mara mingi hazisaidii, lakini uelewe kile unachokifanya. Nina matumaini kwamba unapotoa mawazo yako ili tuweze kujua kama familia inaweza kuwa kikwazo ama chanzo ya mtu kutokuendelea, ama ni mtu mwenyewe tu ndio anatengeneza mazingira ya yeye kutokuendelea. Gawa kipindi hiki tusikie maoni ya watu kama familia inaweza kuwa chanzo ama kikwazo cha mtu kutokuendelea katika mambo yake, iwe katika biashara ama maisha ya kawaida. Asante sana, na matumaini kwamba Mungu atatusaidia wote. Amena.